Kwa majina naitwa Frida Amani, ni msanii wa kizazi kipya hip hop kufoka foka ninayetokea Tanzania, lakini pia ni mtangazaji na ni mwana mazingira ambaye kwa sasa ni balozi wa Umoja wa Mataifa, Baraza la Umoja wa Mataifa la Mazingira, nikiwa kama mchechemuzi wa ekolojia. Kitu gani kilikufanya au kilikuvutia hadi kuwa mchechemuzi wa masuala ya mazingira? Na ni maisha ambayo nilipitia na nilipotoka. Mimi nimezaliwa Arusha. Kama tunavyofahamu, Arusha inavutia kwa vitu vingi sana. Arusha ni ya kijani, Arusha sisi tuna wanyama, Arusha inapendeza kwenye kila nyanja. Lakini nilipata nafasi ya kusoma na wasichana wawili ambao nawakumbuka maisha yangu yote. Mmoja alikuwa anaitwa Elizabeth, mwingine alikuwa anaitwa Anna. Hao ni wasichana ambao niliwaona tukikua kwa pamoja, ambao iliwabidi wahame walikuwa wanaishi Monduli, wakahamia Arusha mjini. Na sababu kubwa ambayo iliwatoa Monduli ni kwa sababu ya ukame, njaa na umaskini. Ile ni moja ya vitu ambavyo vilinifanya nijisikie vibaya, kwamba kwenye haya maisha na uzuri wote ambao tulikuwa tunaupata Arusha, kuna watu wengine ambao wana maisha magumu sana kiasi kwamba inabidi wakimbie nyumbani kwao. Ni kitu ambacho kilinifanya nijisikie vibaya. Na hapo bado tu wao walifanikiwa kukimbia, lakini kuna wengine bado walibaki wakiwa wanateseka na mifugo yao, maisha yakiwa magumu. Nikatamani kuja kwa mmoja wa watu ambao naweza kufanya jambo kwa ajili ya kutengeneza mabadiliko. Na kati naendelea kukua, nilikuja nikakutana na Lead Foundation, na tulipokutana na marafiki tukiwa katika kupiga story 2-3, wakanielezea kitu wanachokifanya, na moja ya vitu ambavyo wanavifanya ni mradi unaitwa Kisiki Hai ambao unapatikana Arusha Monduli. Katika mazungumzo, bado kwa miaka yote ambao nilikuwepo nikiwa mdogo mpaka nimekuwa, bado Monduli ilikuwa inateseka na vitu vile vile. Nikasema sasa ni wakati wangu, nimepata nafasi, ni msanii, watu wako tayari kunisikiliza, ngoja tujaribu kubadilisha jamii yetu kwa upande huo. Umetambulika kuwa mchechemuzi wa kwanza. Wewe ndio unatambulika, mtu wa kwanza kutambulika. Naam. Kwa uchechemuzi kuhusiana na masuala ya kurejesha ekolojia kuwa katika hali bora. Hii tuzo inakufanya wewe ujisikieje na utafanya nini na hii tuzo? Hii naichukulia kwa heshima kubwa sana. Ni nafasi kubwa sana ambayo nimeipata. Asante sana kwa Mwenyezi Mungu pia kwa kuona kwamba naweza kuwekwa hapa nilipo. Na ni nafasi ambayo sichukulii kwangu, naichukua kwa ajili ya vijana wenzangu. Ni nafasi ya heshima sio kwangu tu, ni kwa ajili ya vijana wenzangu. Naamini wanaponiona vijana wenzangu, ni vizuri wakaona mtu anayefanana na wao, tukaamua kwa pamoja kuungana na kufanya kazi ya kurudisha ekolojia. Kwa hiyo ni nafasi ya heshima ambayo nimeipata, na ni nafasi ya heshima kama Mtanzania, lakini pia ni nafasi ya heshima kama kijana duniani kupata hii nafasi kuwa wa kwanza. Lakini pia ni vitu kwamba tumeshafikia wakati sasa wa kuirudisha ekolojia kwa kupigana nao kwa namna yoyote ili kuweza kuirudisha. Ni changamoto ipi kubwa kabisa ambayo unaiona inaikumba ekolojia yetu? Kuna changamoto nyingi, lakini naamini changamoto ya kwanza ambayo inaikumba ekolojia yetu ni kutokutambua vitu tunavyovifanya vinasababisha kuharibu na kuzoofisha ekolojia. Nikimaanisha kama ambavyo kwa urahisi tu mtu ataweza kukata mti bila kutambua anapokata mti baadaye unaweza ukaleta matatizo kiasi gani. Kwa mfano, unaweza tu ukamkuta kijana labda hata mtu yeyote yuko na plastiki anazitupa popote pale, taka tunatupa popote pale, lakini kumbe tunavyofanya hivyo kunaleta effect kubwa sana duniani. So nikitazama vitu kama hivyo, nikitazama ambavyo sasa tunapoteza viumbe hai sasa hivi, tunavyoteseka kwenye kurudisha hii, kurejesha, ni vitu ambavyo sisi kama binadamu tumevisababisha kwa ukubwa, na naamini hizo ndio changamoto ambazo tukizipambania kwa ukubwa tunaweza tukairudisha ekolojia yetu. Unazungumzia kutupa kwa taka, lakini hujashauri kwamba nini kifanyike. Labda wewe ungependa kuona kitu gani kinafanyika? Ni kutambua cha kwanza tu kama dunia. Ni wakati sasa tutafute namna ya kuweza kuachana na plastiki. Kwa sababu ukiangalia hata research ambavyo zinasema na jinsi takataka ambavyo zipo duniani, ukifikiria milioni 430 ya tani za takataka zipo na zinatengenezwa
kila mwaka. Hiyo ni mara 2 hata ya sisi ambao tulioko. So tukiweza kujitahidi kubadilisha hiyo itakuwa ni jambo la msingi sana, tupunguze. Lakini pia tukiachana tu na hiyo taka za kawaida, kuna taka ambazo zinasababishwa na mashine ambazo zinafanya nazo kazi. Tunachafua sana maji kutoka kwenye viwanda. Tunafanyaje hili? So kwa pamoja tukiweza kuungana na kupunguza matumizi ambayo yanasababisha tukatupa taka hizi kwa ukubwa, itatusaidia. Labda kwenye upande wa sera ungependa ulizungumziaje hilo swala, kwa sababu kwa mfano kwa Tanzania mwaka 2019 kuna sheria iliyopitishwa ya kupiga marufuku matumizi ya plastiki. Ndio. Ni kitu gani hasa kinatakiwa sasa kifanyike? Kwa sababu kama sheria ipo, labda kwenye upande wa sera, ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuhakikisha kwamba duniani kote na kwa nchi kama Tanzania na nchi zingine ambazo zimeweka sheria lakini bado watu wanaendelea kutumia plastiki, kitu gani kifanyike? Kwanza nipongeze sana kwa maamuzi makubwa ya sera kama hizi ya kuzuia na ambazo zimekuwa zikifanyika. Kwa mwanzoni tunasema tumesogea, ni hatua. Kama tumeshaanza kukataza ni jambo la kwanza na la msingi. Lakini ili sera zifanye kazi inabidi tuendelee kuzisimamia kwa ukubwa. Kweli tuna sera, lakini watu wangapi ambao wanazisimamia mpaka zikafanikiwa? Tuongeze nguvu katika usimamiaji wa hizi sera ambazo tunaziandika, tunazizungumza, tukikaa kwenye hizi vikao vya kimataifa, tunasema tunaweka sera fulani, lakini pia tuangalie je, sera tunazoamua zinakuwa na uwiano wa wazi na watu ambao wataenda kutumia wanafahamu, au ni sera tu zinawekwa alafu hazitimizi baadaye. Nini siri ya mafanikio yako? Wewe ni kijana na umeweza kufikia hapo ulipo. Labda unaweza kuwashauri vipi vijana wengine? Siri yako ni nini? Siri yangu kubwa ni Mwenyezi Mungu. Ya pili ni kutokukata tamaa na kuamini kwenye ndoto ambayo nilioko nayo. Toka mwanzo nimekuwa na ndoto ya kuja kufanya mabadiliko duniani, na nimekuwaga nikisema hata tukikaa na marafiki nasema mimi nitakuja kufanya mabadiliko, watu wanaweza hata wakacheka, lakini mimi naamini kwenye kile kitu na imesababisha kufika hapa leo. Je, una mentor? Mentor kwa kweli kwenye mambo mengi sana nisiite mentor, lakini nina watu ambao nawatizama wanafanya vitu vikubwa na wananichechemua moyo kwa vitu ambavyo wanavifanya, wananihamasisha sana. Wako wengi sana, lakini vijana wengi pia sasa hivi nimeona wameamka. Kuna vijana wanafanya mambo makubwa sana duniani ambao wananifurahisha. Kwa yes. Kama nani anakufurahisha? Kwenye nitataja baadhi. Kwa mfano kama kwenye upande wa mazingira nitamtaja binti wa Kitanzania mdogo kabisa anaitwa Laurel Kivuyo. Ni mmoja wa watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye issue za mazingira. Nimemuona anavyojituma, lakini hafanyi tu pia peke yake. Nimeona pia anajiunganisha na vijana wengine hapa Tanzania. Kuna mtu kama hapa Kenya, kuna mtu kama Joseph. Kuna binti sasa hivi, huyu ni mwingine ambaye mimi namweka kama mabinti ambao wananichechemua moyo. Nimemuona ameenda amekumbatia mti. Ni jambo zuri kuendelea kuonesha umuhimu wa kutunza vitu kama miti na mazingira kwa ujumla. Kitu gani kinakuweka kinakukosesha usingizi usiku? Kuja kutimiza ndoto zangu. Naona na ndoto kubwa nyingi sana na natamani zote zifikie, na naogopa siku moja tu eti iwe imekaa imemalizika bila kuzitimiza hizo ndoto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya kwanza silali, niseme tu kweli, kazi ni nyingi na pambana sana kuzifikia hizo ndoto. Yes. Hebu tuburudishe kidogo. Okay, time is now. Time for a change. Stand with the earth. Let's rearrange. Drought try to break us. Floods his heart by resilience and strength. We play that card. Shukrani sana Frida Amani na Stella Vuzo kwa mahojiano hayo kwa kina, na tunakutakia kila laheri Frida Amani katika jukumu hilo jipya. We play that card. We plant more trees, bring the shade and the rain, protecting Mother Earth. The balance remain.